wasiniwachie timu wenyewe, waje kwa wingi, waweze kuja kusupport timu yao. Hii ni timu yao. So wakinipa support, hao vijana wanajua bila shaka watacheza vizuri na tutapata matokeo mazuri. Asante. Kala mbwa kufahamu, lakini pia tuzungumzie mchezo leo kiufundi ulikuwa. Kwa majina naitwa Charles Freddy, mwalimu wa Mashujaa. Kiufundi kwanza niwapongeze wachezaji wangu, game ilikuwa tough, ilikuwa ngumu, wamepambana vile ambavyo tumeweza kuwaelekeza kwenye viwanja mazoezi, wamefanya kazi kama tulivyoelekeza na tulivyofanya, lakini vile vile pia niwapongeze wapinzani, wameweza kutumia mapungufu ambayo tumeonyesha na wakaweza kutuadhibu. Lakini vile game ilikuwa more tactical, kila timu ilikuwa inaonyesha inahitaji pointi 3, Pamba anahitaji pointi 3 na Mashujaa kwa pointi 3. Lakini vile vile pia tumefanya magoli ya makosa, na maana tayari tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi na kufanya kazi yale ambayo tumefanya makosa kwenye mchezo huu. Bado tuna nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Tuna game nyingine na Tabora, kwa hiyo tunajiandaa kwenda kucheza na Tabora. Focus sasa hivi tuko nayo sasa hivi ni mchezo unaofuata. Labda mwalimu, tumeona mlipofanya mabadiliko kipindi cha pili hasa kwenye safu ya ushambuliaji, Yanga, Kiimbwa na Ngushi. Tumeona kama kumekuwa na uhai mbele. Labda upana wa kikosi chenu na kadri michezo inavyokwenda, hii inawapa nguvu kiasi gani? Mashujaa ina wachezaji wazuri na ina wachezaji wazuri wengi, tumefanya usajili, tumeongeza watu wengi, na pia ulikuwa ni mpango first half tulikuwa na mpango mwingine na second half na mpango mwingine. Tayari tumeingia second half, tuko nyuma ya goli 2-1. Kwa hiyo tayari tunaingia kwenye plan nyingine ambayo tunaendelea kurejesha ile goli na kupata goli nyingine, kwa sababu mpango ambao tuliandaa na kwenye hii mechi tupate pointi 3. Kwa hiyo kulazimika kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo na nguvu eneo la juu, kuongeza nguvu ya ushambuliaji. Uliona game ilienda vizuri, lakini bahati kwa kwetu tumeweza kufanya vizuri maeneo yote ya pembeni kushambulia, lakini Pamba walikuwa vizuri kwenye ulinzi, na maana tumeweza kukosa nafasi ya kupata kufunga. Kwa hiyo tumejipanga vizuri pia kwa mchezo mwingine unaofuata. Mpaka sasa hivi kwenye raundi ya 4 ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, ushindani umeutazama uko wa namna gani? Ya kweli timu zimejiandaa. Msimu ligi ngumu, timu zimesajili na zimejipanga. Yani timu nikizangalia zote zina uwezo kuchukua pointi 3 sehemu yote, haijalishi iko nyumbani kwa genini. Timu zimejipanga, zimefanya usajili, nimeona msimu ligi itakuwa ngumu. Kwa hiyo ukikaa vibaya unaweza kujikuta unafanya vibaya vile vile. Kwa maana lazima tujiandae vizuri. Pia tuko hapa Mwanza, tumepoteza hii mechi, na maana tayari sasa hivi akili yetu ipo Tabora. Tunajiandaa hapa kwa Tabora kwa kufanya kazi ambayo tumepewa na viongozi, tupate pointi ili tulije nyumbani vizuri. Shukrani sana. Asante sana. Assist au kafunga, lakini ukitizama namna ambavyo ameuathiri mchezo kwa kiwango kikubwa, nafikiri Zabona alikuwa kwenye kiwango kikubwa sana. Utampongeza Peter Lwasa kufunga mabao mawili, lakini ukipima work rate, ukipima performance ya mchezaji mmoja, nafikiri Zabona alikuwa kwenye kiwango kikubwa mno, pengine tofauti na wachezaji wengine. Zabona, hata Hassan Kibailo alikuwa na mechi nzuri sana, katengeneza bao la kwanza. Hawa ni wachezaji kwangu mimi kwa Pamba nafikiri walikuwa na mechi kubwa sana. Lwasa pia unamweka kwa sababu kafunga mabao mawili, lakini mimi nilikuwa natizama zaidi performance ya ujumla kiwanjani. Umeshaelewa nini ambacho wachezaji wanakifanya wakiwa hawana mpira, wakiwa wana mpira. Nafikiri Zabona kwangu anasimama kama mchezaji ambaye amekuwa na performance kubwa pengine kuliko wachezaji wengine. Though na wengine pia wameperform kwa nafasi yao, but Zabona binafsi yangu ningekuwa na tuzo binafsi ningempa aende nayo. Alikuwa na mechi nzuri sana. Kwa upande wa kikosi cha Mashujaa, pengine ni wapi ambapo tunaona wamezidiwa na kikosi cha Pamba Jiji ndio maana wakaweza kupoteza mchezo wa leo? Mashujaa mimi nitamlaumu sana mwalimu Mayanga. Nimeangalia Mashujaa wanapocheza, lakini sina hakika kama mtu kama Kiimbwa anapaswa kuanzia nje Mashujaa. Hata Omari umeona namna ambavyo wameingia kipindi cha pili, dakika chache tu wamecheza, lakini umeona namna ambavyo waliuathiri mchezo. Yani unaona kabisa hawa ni watu ambao pengine walipaswa kuanza kwenye mechi ya leo. Kaanza na viungo wawili wa kukaba, alikuwa ni Onditi pamoja na Stambuli peke yake. Uromi winga, Vuai winga, walikuwa hawana impact kubwa sana kwenye eneo la midfield. Umeshaelewa? Ndio maana walitoa mwanya pia Pamba pia kucheza kwa muda mwingi. Lakini alipokuja Kiimbwa, uliona muda mwingi pia alikuwa anaenda kuongeza idadi katikati. Alipokuja baadaye kuingia Mario wakawa na namba nzuri kwenye eneo la kiungo, wakaanza kupasiana, mechi ikawa ni nzuri. Nafikiri mimi nitamlaumu zaidi mwalimu Mayanga kwa aina ya kikosi ambacho amekianzisha leo. Nafikiri anapaswa kujitathmini. Inawezekana Kiimbwa kwenye mazoezi ya mpya anachotaka, lakini bado Kiimbwa anabaki kuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao nafikiri wana nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Mashujaa ukizingatia experience, lakini ni mchezaji ambaye technically
yuko gifted, yani mchezaji ambaye yeye mwenyewe binafsi anaweza kufanya matukio. Ulimuona msimu uliopita namna ambavyo alianza ligi na Fountain Gate, tumeelewa. Kwa hiyo yule ni mchezaji ambaye anakueleza kabisa kama ataipata fomu yake nzuri ama ataaminiwa, ana uwezo kufanya makubwa, lakini kwa Mashujaa imekuwa ni tofauti. Hii nafikiri ni mechi kama ya 3 Kiimbwa aanzi plus ya leo. Kwa hiyo nafikiri mwalimu anapaswa pia kuangalia anatumiaje silaha ambazo anazo. Wachezaji kama wale wakina Kiimbwa, wachezaji ambao wamesha prove muda mrefu, wana uwezo. Omari kaingia kipindi cha pili lakini kacheza vizuri pia. Nafikiri hawa ni wachezaji ambao kama wangeanza inawezekana wangetupa mechi nzuri, lakini mimi nitalia na lineup ya Mashujaa hasa mwalimu Mayanga. Nafikiri pia imepelekea wao kuweza kupoteza mchezo.